Yesu asifiwe sana. Gabriel Mgonja hapa, namshukuru Mungu kwa ajili yako ulipata nafasi ya kusikia ujumbe huu wa neno la Mungu, na nakuletea ujumbe huu wa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 16. Pale tunakutana na vijana watatu imani, Shadrach, Meshach na Abednego. Unaweza ukajiuliza kwa nini nimesema vijana wa imani? Tumezoea wazee wa imani, tumezoea kusema kuna wazee wa imani, lakini leo nataka nikuletee vijana wa imani. Bwana asifiwe, mkanipigie mawe. Kwa hiyo kwa nini nasema vijana wa imani? Shadrach, Meshach na Abednego walidemonstrate imani ya hali ya juu na hawakutaka kucompromise kuhusu Mungu wao, hata ilipogharimu adhabu kali, adhabu ya moto, hawakocompromise kuhusu Mungu wao. Na jioni leo nakuletea ujumbe ambao unasema kusimama upande wa Mungu nyakati za kucompromise, au kusimama upande wa Mungu katika kizazi hichi cha kucompromise. Unaweza ukasema naongea kitu gani kuhusu kizazi cha kucompromise? Kiukweli tupo katika nyakati ambazo ni nyakati dunia inatulazimisha, au mifumo ya maisha inatulazimisha tu compromise, au tushushe viwango vyetu tuingie katika mifumo hiyo, na shetani anapambana sana kuwashusha vijana. Nazungumza sasa vijana kwa sababu huu ujumbe pia ni wa vijana. Shadrach na Meshach na Abednego walikuwa vijana. Kwa hiyo shetani anapambana sana kutuingiza katika mfumo huu wa kucompromise na kujiingiza katika mambo ambayo Mungu hajataka tuingie. Kwa kichwa changu nasema kusimama upande wa Mungu katika nyakati za kucompromise. Tukisoma pale kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema ndipo Shadrach, Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama sivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Nimesoma mpaka mstari wa 18. Bwana asifiwe. Unaona, hao vijana wameamua kusimama na kuto kucompromise kabisa katika mfumo huu. Hao vijana walikuwa katika ufalme wa Mfalme Nebukadreza. Katika nyakati zake alitengeneza sanamu ya dhahabu na kuamuru kila mtu aliyeko chini ya ufalme wake aende akasujudie ile sanamu au akaitumikie ile sanamu. Sasa hao vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, waliamua kusimama imara. Waliamua kusema liwalo na liwe, hatutasujudia hii sanamu ya mfalme, kwa sababu tunaye Mungu wa kweli ambaye yeye anapaswa kuabudiwa, na huyo pekee ndiye tutakayemtii. Bwana asifiwe sana. Na hawa vijana walikuwa na imani kubwa mno, na ile imani yao kwa kweli naipenda. That's why nimewaita pale mwanzoni vijana wa imani. Unajua, in this world now, hata katika ulimwengu wetu, shetani sio kwamba ana nguvu sana za kutuangusha, sio kwamba ana nguvu sana za kutuforce kuingia katika mifumo fulani ambayo sio kumpendeza Mungu. Hapana, ni sisi wenyewe tumekataa kutofautishwa, yaani tumekataa kujitofautisha na dunia. Yaani unajaribu kutaka kufiti, unajua kabisa kwamba hapa ili jambo sipaswi kufanya, lakini unaona watanionaje? Nikija identify hivi wataona kama si katika jamii nitaonekana vibaya, nikikataa wataona kama ni mtu mwenye principle. Nakumbuka siku moja kuna jambo ambalo niligoma kabisa kufanya. Mtu mmoja akaniambia, najua una principles zako, lakini katika hili hapana. Nikamwambia, bro, hata kama ni hivi I won't do. Kwa nini? Kwa sababu lazima ukubali kutofautishwa. Yaani tunaenda tena na hizi nyakati, niwaambie tu ukweli, yaani tunaenda katika nyakati ambazo itahitaji uchoose a side, yaani utachagua kwamba unakaa upande wa Mungu au unakaa upande wa dunia. Yaani hiyo nyakati zinakuja, yaani keep it in mind kwamba hizo nyakati zipo, lazima uchague kutokucompromise. Na unajua mimi kwa kweli sipendi, kuna zile injili za kufarijiana, yaani injili fulani za kufarijiana, yaani it's like we are trying to escape
kushinda, yani we are trying unajua hakuna kushinda kama hamna mapambano, na we are called to win, yani tumeitwa kushinda, hatujaitwa kucompromise. Sasa kama kuna kushinda, maana yake kuna kupambana, lazima tupambane, na ili jambo hatuwezi peke yetu. Yani usijaribu kuona kama una nguvu za kupambana peke yako, no, you need the Holy Spirit, na unahitaji Mungu akusaidie, Mungu akuguse, utaweza kupambana. Bwana asifiwe sana. Kwa Shadrach, Meshach na Abednego, ile faith ambayo ilikuwa ndani yao, ile imani iliyofanya wasicompromise. Kucompromise maana nyingine ni kushusha standard, kushusha vile viwango vyako kwa Mungu, kushusha the level of obedience yako kwa Mungu. Yani Mungu anataka ufanye hichi, wewe unaamua unashusha ile level ya obedience, level yako ya utii, unaamua kucompromise, unaamua kuingia, unaamua kutofautishwa, unaamua kujifiti kwenye mfumo ambao Mungu hapendezwi na Mungu hataki wewe ufanye. Bwana asifiwe sana. Sasa sanamu kwa kipindi kile, ile mfalme ilikuwa imejengwa kwa dhahabu. Ni kweli, ni jambo la thamani sana, ni gharama kubwa, ni kitu ambacho kinaonekana ni cha gharama, ni cha thamani sana. Leo tungesema ni kitu ambacho kina trend, ni kitu ambacho kimejengwa na dhahabu, ni kitu ambacho kina trend, kila mtu anataka kukiona. Juzi kati hapo tumeona watu fulani wamepanda kwenye ya tower fulani ya state, ikatrend. Imagine kama jambo lile, alafu unaambiwa uende upande pale, labda limpendezi Mungu. Kwa mfano, tuashumu alimpendezi Mungu, ukaambiwa uende kupanda pale. Unaona, dunia nzima itajua kwamba Gabu leo kapanda pale, nitatrend kwenye social media, nitapata followers, nitapata likes, nitapata nini. Lakini tu kwa sababu hujui nafasi yako kwa Mungu, unaamua kucompromise na kujifiti katika huo mfumo. Kwa hao vijana hawakutaka kabisa kushusha ile level ya obedience kwa Mungu. Sasa now this time inaweza ikawa mambo mengi, inaweza ikawa jambo fulani wenzako wanataka ulifanye, lakini ukiangalia ni mpendezi Mungu. Kubali kujitofautisha. Inaweza ikawa ni chochote ambacho kinachukua nafasi ya Mungu. Leo tunaweza kaida popularity, tunaweza kaida social media, tunaweza kaida mafanikio ambayo yanakuja bila maadili, yani vitu ambavyo vinakuja havijanyooka. Watu wanasema michezo, unaona. Kubali kujitofautisha, kubali kusimama katika nafasi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Shadrach, Meshach na Abednego hawakukubali kucompromise. Jambo lingine ni kwamba shetani si kwamba ana nguvu kiasi hicho. Hapana, ni kwamba sisi tumekataa kutofautishwa. Yaani tumekataa kujitofautisha kabisa. Bwana asifiwe sana. Na mara nyingine it's better to be alone. Yaani ni vizuri utembee mwenyewe. Shadrach, Meshach na Abednego waliamua kukaa wenyewe tu. Watu wote walisujudia sanamu ya mfano, lakini wao wakaamua kusimama wenyewe. Kwa hivyo sometimes it's okay as long as unayafanya mapenzi ya Mungu, it's better to be alone. Yani kuwa mwenyewe, you want to die, utakufa na Mungu atashoka. Hawa jamaa baada ya kukubali kutokusujudia sanamu ya mfano, Mungu alijidhihirisha. Kuna msemo ambao unasema yule mtu wa 4 alikuwa waliingizwa 3, moto ulichochewa mara 7, lakini waliingizwa 3, lakini Mungu alijidhihirisha. Kulikuwa na mtu wa 4. Kwa hiyo ngoja nikwambie, always ukiamua kujitofautisha, ukiamua kutokucompromise, Mungu lazima atashow. Yaani Mungu lazima atashow. Wewe jaribu tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo imani ya wale jamaa ilikuwa ni daraja la ukombozi. Ilikuwa ni daraja la wao kutokewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa kuna kitu ambacho Mungu anaweza kama anazungumza nawe kwenye maisha yako, umeacha ujisimama kwenye zamu yako, hujaamua kufanya yale mapenzi ya Mungu. Chukua hatua ya imani. Kuna jambo ambalo unaona kabisa linakuforce wewe kucompromise mambo ya Mungu. Chukua hatua ya imani. Hata kama itakukosti kuwa mwenyewe, you won't die. Mungu atashow, atakusaidia. Tunaona hawa vijana, ile hatua ya imani waliochukua ilikuwa daraja la Mungu kuwatokea, ilikuwa daraja la Mungu kuwasaidia. Bwana asifiwe sana. Na jambo la mwisho ambalo nataka nishare na wewe ni kwamba tanuru ile la moto lilibadilika kuwa sehemu ya ukombozi.
lilibadilika kuwa the place of glory, yani lilibadilika kuwa jambo kubwa sana la amani katika maisha yao, jambo zuri sana. Bwana asifiwe. Tunaona katika ile tanuru Mungu aliamua kushua, Mungu aliamua kuwasaidia, ili likawa jukwaa la utukufu. Kwa hiyo mara nyingine unachokipitia kinaweza kikawa ni moto, kinaweza kikawa ni kikali sana, yani ingekuwa dunia leo tunasema ni moto, yani ni jambo ambalo huwezi peke yako. Lakini katika mambo kama hayo, ukiamua kusimama upande wa Mungu, usicompromise, Mungu lazima akusaidie. Lile tanuru lilibadilika kuwa jukwaa la utukufu. Watu wote wakamjua Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego kwa sababu tu wale jamaa hawakukubali kucompromise. Kwa hiyo ninakuomba, ninakusii na ninakutia moyo katika Kristo kwamba usicompromise, usishushe viwango vyako, usishushe viwango vyako vya utii kwa Mungu. Simama imara na Mungu atakusaidia. Sasa kuna mambo ambayo lazima uyafanye. Kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa maombi, muombe Mungu, kuwa mtu wa maombi, kuwa na imani katika Mungu, muamini Mungu, hata hicho kidogo tu Mungu atafanya. Lakini pia mjue Mungu wako, mjue Mungu wako. Shadraka, Meshaki na Abednego walijua Mungu lazima atawaokoa, na hata kama hatawaokoa wanajua kuna credit fulani wanachukua kwa Mungu. Hata kama wangekufa, kuna credit, kuna thawabu watakuja kuipata baadaye. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho ambalo ni practical na watu wengi tulihitaji ni kutokutembea peke yetu. Yani it's better uwe alone. Kama una marafiki wamekuzunguka, sikwambii kwamba uachane na watu, sikwambii kwamba uwachukie watu, sikwambii kwamba usiwe na marafiki, no. Lakini kama una marafiki, una company, una mambo ambayo yanakufanya ucompromise, it's better to be alone. It's better to be alone. Mungu atakusaidia na Mungu atashow. Yani it's better to be alone, lakini uwe katika level nzuri ya obedience.